الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jana tuliingia kuelezea athari ya mafunzo au na mafunzo yaliyopatikana katika tukio kubwa la Badri. Bila shaka mafunzo yanao athari katika jamii, na athari ima inaweza kuwa na natija mzuri au natija bovu. Kitu kukuathiri kinaweza kukuathiri kwa upande wa kufurahisha au kwa upande wa kutokufurahisha. Ni mafunzo mengi sana ambayo yapatikana katika tukio tulilolipitia la Badri. Tukiendelea katika masomo na faida ya tukio kama lile, tutaelezea leo nafasi ya vijana katika Uislamu. Nafasi ya vijana katika Uislamu, mabarobaro, kwa sababu katika tukio la Badri vijana wawili waliokuwa na kiu ya kummaliza adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja anaitwa Muadh ibn Amir na mwingine akiitwa Muadh ibn Afra, walikwenda kwa Abdurrahman ibn Auf wakamwambia, hebu tuonyeshe adui akimbughudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hawamjui Abi Jahal. Hebu tuonyeshe, arina Aba Jahli, hebu tuonyeshe Abi Jahal ni yupi? Huyo tunasikia ndiye adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, na ukweli ilikuwa ni hivyo. Abi Jahal katika mushrikina waliokuwa wakimtesa na kumuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutaka kumzuia kwa kila njia, mmoja alikuwa ni Abi Jahal. Na hao vijana vya Kiansari wa Madina, watu waliompokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka Maka, sasa wanamuuliza Abdurrahman bin Auf, hebu tuonyeshe huyo adui wa Mtume Abi Jahal ni yupi? Tunataka kwenda kumkata kichwa chake. Nyinyi vijana mwataka kwenda kupambana na jitu shujaa linalojiweza, jitu lenye majigambo? Basi katikati ya vita lionyesha ni yule pale, umeona yule. Basi wale vijana wawili wakamtambalia Abi Jahal mpaka walipomfikia, na Mungu aliwawezesha kwa ile nia yao njema ya kutaka kukata mzizi mkubwa wa fitna. Walimshambulia yule sahaba Abdurrahman ibn Auf, alimkuta Abi Jahal yuko kwenye pumzi yake ya mwisho. Inasemekana, wengine wasema alisema maneno mpaka wakati waelekea anakiona kifo chake, mwambie nifikishie salamu zangu kwa Muhammad, mimi ni adui yake mpaka siku ya Kiyama. Ni wazi kuwa hata hiyo siku ya Kiyama yeye aijua iko, lakini haiamini, na kule kutoiamini ni kwa sababu ya ujinga wake. Wajua Abi Jahal akiitwa Abul Hakam, baba lenye hikma, lakini kwa kupinga kwake haki iko wazi kabisa. Jitu kama lile lilopewa akili limeshindwa kuifahamu haki, miujiza. Mtu yuko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokea ainukie
anamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ujanani mwake alivyoinukia. Hakuinukia na uasherati na mambo yoyote yenye kuchukiza katika jamii, mpaka wenyewe wakaja wakampa lakab akiwa mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Sadiqul Amin. Muona ubarobaro unaleta athari nyingi. Walimuita mkweli mwaminifu, lakini baada ya kupewa utume mambo yalikwenda kabadilika, na ukweli wanaujua lakini wanauficha ule ukweli. Muona kibri kinaangamiza ushindani na ubepari. Kwa nini apewe yeye utume? Kijana aliinukia maskini yatima, kwa nini mtume apewe hiyo? Sasa chuki na hasad pia. Leo sisi Waislamu wangapi tukiwaona vijana wa familia tu, vijana wa majirani tu wanaendelea kwa upande fulani, wewe baba mzima mtoto wako hako kama yule, wamuonea kijicho mtoto wa watu. Hasad ni bovu sana, sitoizungumzia hasad hiyo, tutaipangia darasa lingine tuizungumzia hasad peke yake, tuone madhara yake. Sasa Abi Jahl atoa message kwa Abdurrahman bin Auf, nenda ukanifikishie salama kwa Muhammad, mimi ni adui yake, nitaendelea kupambana naye, kupigana naye vita mpaka siku ya Kiyama. Pia huko mimi ni adui yake. Sasa angalia athari ya vijana wale waliokuwa na kiu ya kumaliza Abi Jahl, walifanikisha lengo lao. Sababu ya kufa jitu kama lile Abi Jahl, kiongozi wa mushrikina, vijana wawili ndugu zangu. Kisha Abdurrahman bin Auf alipomuona katika hali ile, kuzungumza maneno mpaka ya kipumbavu wakati anakichungulia kisima cha kifo, akakata kichwa chake, kampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, hichi kichwa cha adui yako huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Firaunu ummati hadha, Firaunu ummati, huyu ndio Firauni wa ummati wangu. Sasa ndugu zangu, hebu tuelezeeni, tuingie kuelezea, kwa sababu katika vita vya Badri tutapata faida, athari ya vijana katika Uislamu. Leo tulete topic hii peke yake, hatutoshika faida nyingine. Leo tuishike faida hii kwanza ya nafasi ya vijana katika Uislamu. Kisa kiko katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atusimulia habari za Ashabul Kahfi. Sitokizungumzia kwa urefu, kila siku ya Ijumaa watasoma suratul Kahfi na miswahafu ipo ya tafsiri. Ni vizuri kukisoma hichi kisa cha hawa watu. Ni kisa ambacho kimepita karne nyingi sana, hakikuwa karne nyingi baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu inasemekana watu wale, vijana wale Ashabul Kahfi walikuwa ni miongoni mwa wafuasi, walikuja baada ya kuondoka, baada ya kurufaishwa juu Sayyidina Isa alayhi salam. Wakati wao ilienea, ilikithiri ibada ya kuabudu masanamu, ndio ilikuwa ibada iliyokuwa na nguvu. Serikali inaabudu masanamu ndani ya mji mpaka nje ya mji, imewekwa misanamu. Kabla ya kuingia kwenye mji wasalimie, wasujudie masanamu, na ukitoka kuna masanamu wa ndani pia wasalimie, waage. Kuna masanamu wa kuingia na wa kutoka. Hebu niambie ndugu, hizo ni zama zimepita muda mrefu. Wewe shukuru Mungu, leo Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa katika neema wa Uislamu. Sasa imani ya Kiislamu ya tauhidi ilikuwepo, lakini haikuwa na nguvu baada ya kuondoka Sayyidina Isa. Ndio kaona kwenye Qur'ani hawa mushirikina wakiipinga imani ya tauhidi, usema imani hii sisi tuliwakuta mababu zetu. Hatutaki kueleza ilianza wakati gani baada ya kuabudu masanamu. Hii ni tarehe nyingine ambayo tunaweza kuizungumzia kwenye darasa nyinginezo. Maana ibada ya masanamu ni shetani alikwenda akawashawishi wanadamu. Ilianza kuwekwa sura timthali za watu wema kwenye makaburi. Kisoma kwenye sura Nuh utaona wale Yauka, Nasra, wale walikuwa ni majina watu wema wale, lakini kile walichokuwa wakikifanya inasemekana walikuwa hawaelezi watoto wao walikuwa ni watu wema. Sasa shetani alikwenda akawapatiliza watoto wao.
Hao bwana walikuwa kija kwenye makaburi wakifanya hivi na hivi. Akaanza, wajua shetani hakutambalii speed, anakuja nawe pole pole. Tengezani ile timthali yao, sura yao, watu wakaweka sura kama sanamu. Hakuambia muabudu ni miungu. Hiyo system ataifanya kwenye generation nyingine, vizazi, kwenye wajukuu, watoto. La, tukiambia muabuduni hawa, wajua huyu baba yangu hakuwa akiabudu sanamu. Zama hubadilika. Sasa ile kukosa mafundisho, wajukuu wetu kufundishwa vijana wetu, na vijana wetu nao kuwafundisha wajukuu zetu, hii sasa inakuja inaleta athari mbaya sana. Kama leo angalia elimu kudhoofika, elimu ya dini ni nini? Sisi mababa tuna watoto wetu, tunawalea vipi? Hata hiyo bismillah basi twashindwa kuwafundisha hiyo bismillah tu. Kila kitu mwalimu wa madrasa ataenda kufundishwa madrasa huko, hata bismillah, hata swala. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema muru auladakum bisalati lisabin, aliwaambia walimu, nyinyi wazazi ambao nyinyi ndio wenye wilaya wa watoto wenu, anzeni nyinyi kwanza kuwafundisha. Na naam, sisi tukianza kuwafundisha, tuwafundishi mafundisho mazuri. Kwanza tunawapeleka nasari, na nasari ni hizo si za Kiislamu. Wakenda vijana wanafundishwa nyimbo, na vijana ni haraka kushika nyimbo. Akija nyumbani kwako anakuimbia nyimbo ya kanisani, washtuka. Wewe kwanza wewe kufundisha suratul Fatiha, si ulimkabidhi wewe kwa mikono yako huko, kisha unakuwa mkali na unataka kumchapa umri mdogo, eti anakuimbia nyimbo za kanisani, tena mwanzo mpaka mwisho. Vijana, ndugu zangu, vijana Waswahili walilitambua hili, wahenga walisema udongo upatilize ungali, kisha baadaye utakuja utajikuta umechelewa. Ndugu, ni wewe mwenyewe jinyoshe kidole, usimnyoshee kidole mtoto wako. Sasa hawa ashabul kahfi walikuwa ni mabarobaro na walikuwa ni viongozi. Kulikuwa na mtawala mmoja wa kidhalimu, jina sampuli, wengine wanamuita Diclias, wengine wanamuita Diclias, jina lake kidogo lina uzito. Huyo mfalme alitawala raia wake kimabavu, na ilikuwa ni kosa kubwa sana mtu kuabudu kinyume na kuabudu masanamu. Sasa ndugu, Uislamu ulikuwa upo, imani ipo, lakini ilikuwa ni wachache wenye nayo, na walikuwa wakijificha, wakijulikana. Adhabu ilikuwa ikitolewa hadharani, mtu akichomwa mbele ya macho ya watu, ichomwa mzima, na wengine wakisulubiwa kwenye misalaba, na wengine kwenye miti, wakitundikwa kwenye miti, na wengine walikuwa wakifungiwa kwenye wanyama wakali, wakiwekwa wale wanyama na njaa. Chakula chao nani? Ni wale Waislamu, wale wenye kudhihirisha imani ya tauhidi. Walipinga imani ya kuabudu Mungu mmoja. Ikawa ni mateso makubwa sana, lakini hii ilikwenda ikawa ni sababu ya kuwafungua watu wengi akili. Hawa jamaa wanaadhibiwa, wanachomwa moto, lakini hawarudi nyuma, na wengi walikuwa wakichomwa ni vijana, si wazee. Kijana kawaida yake, ile nguvu aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mfano wake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi, igtanim khamsan qabla khamsin, patiliza mambo matano kabla ya mambo matano. Miongoni mwa hayo mambo matano alisema vipi? Shababuka qabla haramik, upatilize ujana wako, ubarobaro wako kabla hujakuwa mzee. Mapinduzi yanaletwa na vijana wa barobaro. Leo tutaelezea umuhimu na nafasi ya vijana mabarobaro katika Uislamu, lakini tusisahau pia kuna na madhara makubwa. Hayo pia tutakuja kuelezea. Tusieleze faida tu upande mmoja, tutakuja kuelezea na hatari ya vijana. Vijana wakija wakikosa misimamo, hatari yake ni kubwa sana ndugu zangu, lakini na faida yake ni kubwa iwapo vijana wataitambua nafasi yao. Hawa ashabul kahfi walishtushwa na walishangazwa matukio yanayotokea mbele ya macho yao, na hawa walikuwa ni vijana wa viongozi. Kila siku zikipita, leo ni mmoja, huyu anaadhibiwa, kesho ni mwingine, na wote wanakufa kwenye misimamo yao kamili. Hata ukiangalia kisa cha ashabul ukhdud pia nacho hicho ni muhimu kuelezewa kwenye suratul Buruj, wale walioongozwa. Hicho tutakuja pia inshallah, tutakuja kukieleza vingi ndugu zangu. Vijana kutokea enzi hizo
Vijana Uislamu na watambua vizuri mpaka wakati huu sasa hivi. Lakini sasa hivi tukiwaangalia vijana, tuangalia kwenye hiyo hatari ambayo wao wamejiingiza, wamesahau, wameacha nafasi yao, wakaenda kwenye position isiyokuwa yao, wanaleta majanga sana vijana. Hebu nenda magerezani, ni akina nani zaidi? Wengi ni kina nani walioko magerezani? Wazee, vijana. Tembelea magereza, ni muhimu pia mara nyingine kufanya dawa kwenye magereza. Utawakuta wengi ni vijana na uvutiwa mabangi huko huko. Wakishikwa ni akina nani? Utaona watoto wadogo mpaka wanauza hivyo vitu, wanatumia. Vijana, hatari kubwa. Tutakuja kuielezea hiyo hatari yake, na kwa sasa hivi hata ni bora zaidi kuelezea maafa yake kushinda hata hiyo faida zake. Maana hatuwaoni vijana, wazazi wenyewe walalamika, hawana faida yoyote, hawana maana yoyote. Mtoto mzazi anakuja na mlani nani? Mtoto wake kwa maudhiko. Shekhe, watoto wanawaibia wazazi wao dhahabu yenye kima cha laki, yanaenda kuuza kwa 5,000. Sababu nini? Kuna vitu wanatafuta. Wameharibika leo kisaikolojia, wameharibika kwa kila kitu, hawana diplomasia ya kimaendeleo hata kidogo. Wala sishambulii vijana ukajiona kijana leo darasa siyo yake. La, ni muhimu tuielewe ile hatari ile tupate kutoka, kwa sababu sasa bado sisi tunaona tuko kwenye usingizi mzito, hatujaamka kushinda hata usingizi wa ashabul kahf. Hawa vijana baadaye walikuwa wakilinganisha matukio fulani. Mbona kwa nini hawa wanamwabudu Mola mmoja, hawa sisi tunaabudu masanamu wengi? Huyu sanamu wa kazi gani? Na masanamu, kila masanamu walikuwa na kazi yake. Huwezi kumwabudu sanamu kwa haja fulani ambayo si Mungu wa hiyo haja atakutekelezea. Mpaka miungu ya kike waliona hapana, haiwezekani. Wakamtefuta, wakataka kumjua Mola wa haki, Mungu mmoja. Ndio hiyo wenye kujitahidi. Ukaona watu wanakufa kwenye imani za kikafiri, hawajaamua kumtefuta muumba wa haki, lakini mkimtaka mtampata, na yeye atawatafuta zaidi kuliko nyinyi. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu atueleza katika Hadithul Qudsi, mja wake jinsi anavyojikaribisha kwake, basi Mungu anajikaribisha kwake zaidi kuliko yeye. In takarraba alayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Mwenyezi Mungu anasema katika Hadithul Qudsi, ukinikurubia kiasi cha shibri tu, mimi nakukurubia dhiraa. Akienda mbele, akijikurubisha kwangu dhiraa, mimi najikurubisha kwake kila unavyomtaka Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anakutaka zaidi. Na hawa watu kaona mbona hawaongoki, bado hawajaamua kumtafuta Mola wa haki. Lakini wallahi, ukisimama kutaka kuitafuta haki kweli bila kulemea upande huu wa huu, ukamtafuta Mungu wa kweli, utampata. Wewe leo useme Yesu ni Mungu au Yesu ni mwana wa Mungu, yani Mungu Yesu ni mtoto wa Mungu. Mungu ni baba yake hana mke. Ukimwambia Mariamu si mke wa Mungu. Kwa uwezo wa Roho, imani nyingi hata utaziangalia zikielezwa hizo imani zenyewe za shaka, wenyewe wana shaka nazo. Mimi sitaki kuelezea imani za watu, lakini lau utaamua, katika historia yote yaonyesha masahaba kabla yao wote waliamua kuitafuta haki na Mwenyezi Mungu aliwaonyesha. Lakini sisi tumekaa kufanya juhudi kwenye mambo mengine, hatufanyi juhudi kumjua huyu muumba aliyeumba mbingu na ardhi, watafuta mwingine badala yake na kumwabudu. Ndio hiyo, ukifa kwenye imani hiyo, si imani ya Kiislamu, ni moja kwa moja mpaka motoni. Hakuna tawili hii, lakini bwana fulani alijenga msikiti, alikuwa akisaidia mayatima, akiwalisha, akiwavisha, afanye khairi zote, ni haba manthura, hana pepo wala jaza gani. Wala usilete tawili hapa. Aya ukitaka ni nyingi, tutakupatia na hadithi za bwana Mtume. Kafiri amekufa kwenye imani hiyo, hana cha kusalimika, ni moto tu. Kama hutaki huko, toka huko, njoo kwenye imani ya Kiislamu, uwe muwahidisha Mwenyezi Mungu. Si mimi ninena maneno hayo. Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi nini? Al-Islam. Hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu inayokubalika ni nini? Dini ya Uislamu. Tena kwenye aya nyingine, waman yabtaghi ghaira al-islami dina fala yuqbala minhu. Tena lan, wanaojua lugha ya Kiarabu kwambia lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Yoyote, waman yabtaghi ghaira al-islami dina, yoyote mwenye kutafuta dini isiyokuwa dini ya Uislamu, fala yuqbala minhu, kama dini hiyo haitokubaliwa kwake yeye. Hakuna dini mbili, shekhe.
Mwenyezi Mungu asema arshi yakaribia kupasuka. Mtu kusema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, hebu hili jambo umewahi kulipima uzito wake? Lina uzito mkubwa sana. Shirki. Hawa vijana walimtafuta Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawaonyesha haki, wakaja wakawa waumini wa kweli. Sasa iliadia wakati muwafaka, ikawa wakati huo wao nyuma wamezificha imani zao hizo na zilikuwa na nguvu mno, lakini wakati wa kuzidhihirisha ilikuwa bado. Ukaja ukafiki muda, kila mmoja walikuja viongozi. Huyo kiongozi mmoja mkubwa naye alijiita Mungu kumliko huyo mtawali wa kidikteta. Sasa ikawa ni sherehe, na katika sherehe ile ni watu wawasujudie masanamu na wamsujudie yeye pia, yule pia kuwa ni Mungu. Mungu amempa pawa zile za kutawali watu, kutawali maeneo, basi pia naye aabudiwe. Hapo ashabul kahfi walikuwa hawana namna, tufe tupone. Walipokwenda, haya nyinyi onyesheni utukufu wenu kututukuza sisi, watukufu wa watukufu. Walisema rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata, sisi hatutomwabudu mwingine yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kufanya hivyo ni kinyume na maadili. Mungu ni mmoja peke yake. Rabbuna rabbus samawati wal ardh, mola wetu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi. Hilo neno liliwashangaza, wakashikwa wakawekwa kwenye gereza la kutisha, huko wakawa wanaadhibiwa usiku na mchana, mpaka Mwenyezi Mungu alipoleta nusura yake akawafungulia milango, wakaweza, Mungu akawatoa kule, akawaambia basi fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum rashada, kimbileni kwenye pango, kwenye kahfi. Huko Mwenyezi Mungu atawaenezea rehema zake, na mtaziona hizo rehema zake. Walipokwenda kwenye hilo jabali la kahfi, Mwenyezi Mungu aliwapatia usingizi mzito. Walikuwa wamechoka wale vijana, mateso ya huku na huku, kukimbia huku na huku, chakula chenyewe hawajala. Kule walipokwenda, basi lile kwenye hilo kahfi, kwenye hilo pango hakuweza kusubutu mtu yoyote kuingia. Mwenyezi Mungu aliwalalisha, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mwenyezi Mungu asema walilala kwenye hiyo pango miaka 300. Si 300 peke yake, wazdadu 9, tena kuzidisha 9, 309. Na baada ya kuzinduka kwenye malazi yao, waliulizana, kwani tumelala muda gani? Maana tulikuwa tumechoka na dhulma ya yule Diocletianus. Wakasema sisi tunaona tumelala siku moja au nusu siku, labithna yauman au ba'da yaum. Sasa wakachukua sarafu, basi mmoja yule ambaye ni mwerevu mwenye tahadhari zaidi, na aende basi akatafute chakula, sisi tuna njaa hapa, tumechoka. Kisirisiri ajifunike. Waliona watashikwa, watakamatwa, kumbe hao watu wamekufa kitambo zamani. Wakienda kwa kujificha ficha, mmoja wao ameona mambo si mambo yamebadilika. Hapa alikuwa kuna kaburi, mbona kuna kaburi? Hapa hakukuwa na miti, mbona kuna miti? Hapa kulikuwa kuna jabali fulani kubwa, hapa mbona kuna jabali? Walipokwenda sasa, wanaona watu mavazi yao na maumbile yao ni watu tofauti na wao. Hapa jamaa kuna namna. Mara akitembea mbele kidogo, anampata mtu anasimama jukwaani anaitangaza imani ya Mungu mmoja, na anainuka kumpinga, basi anakamatwa. Jambo liliwashangaza mpaka alipokuja kukamatwa. Hii ni hadithi ndefu sana, ndio ukweli ulikwenda ukajulikana. Sisi tulikuwa tukiificha imani yetu, tukisema Mungu mmoja ilikuwa ni hatia kubwa, watu wakiuliwa mbele ya macho yetu. Leo mwenye kusema Mungu ni sanamu, basi leo anaadhibiwa, anachukuliwa na anapelekwa gerezani. Ndugu zangu, hii kazi ilifanywa na hawa mabarobaro, na Mwenyezi Mungu asema innahum fityatun amanu bi rabbihim, hawa walikuwa ni mabarobaro waliomwamini Mola wao. Fityatun, mabarobaro. Innahum fityatun, hawa ashabul kahfi walikuwa ni vijana 7 au 8, ajua zaidi idadi yake ni Mwenyezi Mungu. Amanu bi rabbihim, hawa walimwamini Mola wao, na Mwenyezi Mungu zidnahum huda, nasema tukawazidishia uongofu.
Kisa cha Ashabul Kahfi kina mafundisho makubwa sana kwa vijana. Ni kwa sababu ya wakati hatuwezi kukielezea kisa hatua kwa hatua kwa urefu wake mpaka kimalizike. Hii itachukua hata muda wiki mzima kuwaelezea hawa Ashabul Kahfi na faida ya kisa chao na athari inayopatikana katika maisha yao baada ya kusilimu kwao. Insha Allah taala, leo tumewaelezea hawa Ashabul Kahfi kwa ufupi. Hidayah ilikuja kwa Mwenyezi Mungu, walikuwa ni wabarobaro, vijana wachache walitumia nafasi yao vizuri, walimwamini Mwenyezi Mungu na hawakukengeuka baada ya kuijua imani ya haki, walifuata mwendo sahihi. Walianza kusoma Injili, wakawa wanaanza sasa kujitahidi, wanasoma mafundisho ni hivi, wanatembea wanafuata sawa na yale mafundisho. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalitokea haya, na Uislamu unaelezea Qur'ani. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametuelezea. Inshallah kuna na visa vingine tutajaribu pia kuwashika hawa vijana tuwaelezee, kisha tutakuja baadaye huko kuelezea hatari ya hawa vijana. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya mengi au machache kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal afwa minkum.